Eneo TV pamoja na millardayo.com usiku huu na ripoti kutokea hapa Arusha, eneo la Clock Tower. Na Clock Tower, kama utakuwa mfuatiliaji mzuri kwenye page ya Millard Ayo kwenye YouTube ya Millard Ayo, tulikuonyesha video ikionyesha hoteli ambayo iko katikati kabisa ya barabara hapa na tukakupitisha kona kwa kona. Sasa wakati huu na usiku huu nimepata nafasi nzuri ya heshima kuzungumza na CEO Abduli Mfinanga, akizungumza mawili matatu kwa nini mradi huu ulikuaje kutoka katika kampuni ya Itika Caps. Tuongea naye mawili matatu kuhakikisha kabisa kwamba kila kitu kinakuwa sawa, mradi ulianza mwaka gani na imemvutia nini yeye kujenga hapa Arusha katika eneo la Clock Tower na mengine mengi. Karibu tusikie kutoka kwake. So kwa majina naitwa Abduli Mfinanga, ni CEO na founder wa kampuni inaitwa ya utalii inaitwa Wito Africa Safaris. Sasa baada ya kuwa nimeanzisha Wito African Safaris kuanzia mwaka 2017, sasa hivi nikaona nifungue kampuni nyingine ambayo inaitwa Itika Wilderness Camps. Sasa Itika ni kwa ajili ya kuweza kulaza watu kwa kule Serengeti. Watu wanaokuja labda wamekuja kusafiri Tanzania, wageni waga wanatafuta sehemu pa kwenda kulala. Kwa hiyo tumeamua tufungue hii kambi kule Serengeti ili watu wapate nafasi ya kulala kwenye kambi nzuri kama ya Itika. Hii kambi ya Itika itafunguliwa rasmi tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2025. Itakuwa ina hema 10 na katika hizo hema kutakuwa na hema ya familia ambao ni kama hema 2 zinakuwa interconnected, kwa kunakuwa kuna kavaranda hapo katikati. Hizi hema kama unavyoziona zimetengenezwa kwa ufanisi mzuri sana. Ni hema ambazo zitakuwa zinatumia solar energy, kwa hiyo utakuwa na solar 24/7. Pia kutakuwa na bathroom 2, moja ni ya ndani na nyingine, kama tunapata wageni wengi wanakuwa adventurers, wanataka kuona stars wakati wanaoga. Sasa tumeamua kuwafanyia kitu ambacho ni maridadi. Kitu hichi ni kwamba watakuwa na bathroom nyingine ambayo itakuwa ni ya nje. Kwa hiyo kuna kama sliding doors, kama mtu akitaka anafungua anaenda nje, wakati anaoga sasa anaangalia zile stars pale Serengeti. Kwa hiyo tumeita Itika kwa sababu mara kwanza tulikuwa tunawaita watu kwa kutumia jina la Wito, ambalo ni kuwaita wageni kutoka nchi mbalimbali kuja Tanzania kutembelea national parks ya Tanzania na kufanya tourism activities. Lakini sasa hivi tukaona hawa watu wanatakiwa sehemu pa kulala, ndio tukaamua tuende na Itika. Tumependa majina ya Kiswahili kwa sababu haya yana connect watu na feeling ya ile wilderness. Mfano kama Itika, ukiwa Serengeti pale unasikia masimba. Sisi huku Arusha, watu wa Arusha tunaita masharubu. Unasikia masharubu anapiga masauti huko ukiwa mbugani. Sasa ile kuwa ukisikia ile inaleta hisia fulani. Kwa hiyo maana tumeamua kuita jina Itika, na itakuwa ni kambi kama nilivyosema, itakuwa Central Serengeti pale karibu kilomita 15 kutoka airstrip ambayo iko Seronera, na itakuwa ni kambi ambayo kutakuwa watu wanaweza wakalala, wanaweza wakapelekwa kwenye game drives, wanaweza wakapanda baluni asubuhi kama wanataka kwenda pale, kwa sababu tuko Central. Kwa hiyo ni kambi nzuri na itakuwa ni na deck kama unavyoona hapo nje. Nafikiri kwenye zile video zenu mlishaonyesha nje na ndani. Kwa hiyo itakuwa ni na deck na itakuwa ni kambi pia ambayo itaalau watu kama wamekuja kwenye honeymoon Afrika wanaweza wakaenda. Na pia tutakuwa na magari kwa watu watakuwa wanaweza kufanya game drives kama tumeongea hapo. Tutakuwa na machef mafanisi wazuri sana kwenye hiyo stadi ya kupika. Kwa hiyo wageni watakula chakula kizuri ambacho pia kitakuwa na flavor zote za Kitanzania na pamoja na za nje. Watakuwa wanaweza kupata vinywaji pale baridi wakifika. Ni kambi ambayo tumeifurahia sana kwa sababu ni product mpya na tumeileta hapa Arusha katika maonyesho haya ya siku ya mama duniani, kwa ajili kwamba Mama Samia anapokuja hapa, wale watu wengine ambao walikuwa wanataka kuja kuona kwamba tukitangaza Royal Tour watu wanaendaga wapi. Kwa hiyo wamekuja kuona hapa, wameona mahema kama haya ambayo yataenda Serengeti. Pia wamekuja kuona kwamba juhudi za utalii ambazo watu wengi walioko kwenye utalii wanafahamu kwamba Serengeti kule kupata accommodation sometimes inakuwa shida. Kwa hiyo kwa kuwa na kuongeza accommodation kwenye sekta ya utalii itasaidia wageni wanapokuja wakapata sehemu mbalimbali za kulala, wakawa na choices. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana na tunashukuru kwa juhudi zote za Mama Samia na mkuu wa mkoa wa Arusha
kwa kuweza kutuallow sisi kuja kufanya hii ku set up hapa na kuwakaribisha watu wengi sana. Tumekuwa na watu wengi sana kutoka kila kona ya Tanzania. Tunashukuru. Okay, na hii Itika huduma yenu imefikia mikoa mingapi mpaka sasa hivi? Kwa sasa hivi itakuwa Serengeti kwa kuanzia, alafu baadaye tutakuwa na kambi sehemu nyingine za national parks kama Tarangire, sehemu za Ngorongoro. Pia Serengeti kuna maeneo mengine tutakuwepo kama Ndutu ku southern part of the Serengeti, pia tutaenda north Kogatende. Kwa hiyo ndo tumeanza na nafikiri tunatarajia kuwa na kambi nyingine zaidi. Mpaka sasa hivi una vijana wangapi ambao wanaishi kwa kutegemea hii Itika? Si tutakuwa na vijana wengi. Kwa hiyo kambi itakuwa na at least kule kambini karibu vijana 22. Watakuwa na position mbalimbali. Pia tunayo reservation team ambayo iko hapa Arusha, tuna ofisi ya Arusha. Kwa hiyo tumewaajiri wadada wengi wanafanya pale shughuli za reservation na sales. Ni kitu tunafurahi kwa sababu unajua ukiwa unafanya biashara ya utalii, ile dola tunayoipata inaenda kwenye mikono mingi. Umeona, kwa sababu kama kambi hapa itamaanisha tutanunua chakula kwa wageni, tutakuwa na transportation kwa watu watapata kazi kama madereva, pia tutakuwa na supply ya chakula, au watu watapeleka chakula kama tulivyozungumza hapo, na wajenga mahema ambao nao pia wamebenefit kwenye hivi tunavyofanya. Tunafurahi sana kuwekeza kwenye utalii kwa sababu ni biashara moja ambayo ile risk unaipata inaenda kwa watu wengi sana. Kwa hiyo inasaidia kujenga uchumi haraka zaidi kushinda biashara nyingine ambazo labda ikishatoka kwenye kwa anayenunua ikamalizika ikaenda, yani anayeuza ikaenda kwa kununua tu, lakini utalii inatoka kwa anayeuza, itatoka hapa itaenda kwa mama mtilie ambao watu watakula chakula, itaenda kwa serikali kama park fees tunazolipa na camping fees, na eventually itafika kwa kwa watu labda kama wenye kampuni na wale wafanyakazi labda tour guides na vitu kama hivyo. Kwa kumalizia kabisa, Itika hili hema ambalo mmelitengeneza hapa Arusha limeenda mbali sana. Baadhi ya watu wametoa comment nyingi sana. Mmepokelewa vipi hapa Arusha kwa hiki mlichokifanya hapa? Kwa kweli tunafurahi sana, tumepokelewa vizuri sana. Watu wengi, yani watu wameitika. Ile Itika kweli watu wameitika. Kwa hiyo tumekuwa na watu wengi sana. Tumekuwa na busy days, watu wamekuwa wanauliza rates watawezaje kwenda kulala kule Serengeti. Kwa hiyo tukao tunawaambia kwamba unajua kitutumia tu email hapa, kuna friendly staff ambao watarespond kwao haraka zaidi na watapata zile rates kwa ajili ya kuweza kubook na kwenda kulala. Na pia tumepokelewa vizuri sana pia na viongozi wa serikali ambao wamekuja kutembelea hapa, na tunaomba na tuko tayari kumpokea mama kesho. Kwa hiyo mama wakati anakuja kwenye maadhimisho ya siku ya mama duniani, tunamkaribisha sana haje hapa kwenye hema la Itika, haje kuona kwa nini hili hema tumeita Itika na kwa nini watu wengi sana wamekuja hapa katika kuja kulishangaa na kuangalia juhudi ambazo tunajaribu kuzifanya katika kuwekeza kwenye utalii. Mimi nakushukuru sana my brother, asante kwa time yako, ukae heri na kila kitu kikae sawa. Tunashukuru sana Ayo TV, big up sana, tunashukuru kwa kila kitu na tumefurahi sana kuongea na nyie, na pia tumefurahi sana kuhakikisha kwamba mnaendeleza jamii za Kitanzania katika storytelling na vitu kama hivyo. Tunashukuru.